Lango la imani kweli kweli. Bagamoyo ni kituo cha hija ambapo takriban kwa mwaka mzima tunaweza tukapata mahujaji 50,000 hata na zaidi wanaokuja kuhiji. Mpaka 100,000 kwenda hata 200,000 wanafika. Makundi tofauti yanayotoka majimbo tofauti ambao wanakuja kuomba na kusali kwenye lango la imani, ambapo kuna vituo vya njia ya msalaba, tukitafakari mateso ya Yesu, tukianzia pale walikoanzia wamisionari wa kwanza. Maana pale walipo lango waliloliingilia walisimika hapo msalaba huu ambao uko mpaka leo, umeboreshwa lakini bado upo. Tunaanzia pale safari ya hija ya kiimani ambayo kwayo inatupa matumaini, tukijua kwamba hija yetu ni hija ambayo inaanza katika ubatizo wetu, ambapo mwisho wake wa hija ni pale tunapomuona Mungu kama alivyo mbinguni. Mbele yako naona ni mti wa mbuyu. Huu umepandwa mwaka 1868 ambao ulipandwa tarehe 16 mwezi wa 7. Na lengo la kupanda ilikuwa ni kuweka alama ya kuanzishwa rasmi hii misheni Katoliki ya Bagamoyo. Lakini sasa baadaye kwa miaka 1895 alikuja muuguzi anaitwa Madame de Chivaria. Sasa huyu muuguzi ndiye anatumia huu mti kwa ajili ya kufungia punda, yani kama parking ya punda vile. Kwa mti hivyo kwa mdogo hivi akawa amefunga mnyororo kuzunguka ule mti. Lakini kadri mti unazidi kukua na mnyororo unazidi unakuwa. Kwa hapa chini unaona kuna size sample za mnyororo vipande kama 34 ambavyo tumeviongeza kusudi ile historia isije kapotea moja kwa moja. Na ina maana mwanzo wakati wanahamia eneo hili alikuwa hakuna kitu kingine cha kuweka kama alama zaidi ya huo mbuyu. Kwamba tukumbuke kwanza siku hiyo ambao kwanza walianza kufika hapo wenyewe kama wenyewe, wakatengeneza mazingira ya kuishi, wakajenga nyumba zao templale. Kwa sababu walifika hapa toka tarehe 4 ya mwezi wa 3 1868. Wajerumani. Na sio Wajerumani, hao ni wamishonari ambao wanatokea Alsace, Ufaransa. Ndio. Sawa bwana? Kwa baada ya kufanya maandalizi yote, wakaamua siku ya uzinduzi ni lini? Kwa siku ya uzinduzi ndio ikawa tarehe 16 ya mwezi wa 7 1868. Kwa hiyo siku hiyo walifanya nini? Siku hiyo kwanza walisoma misa. Walisoma kuna sehemu moja hapo misa hapo, imesomwa tarehe hiyo tarehe 16 mwezi wa 7. Kwa baada ya kusoma misa pale, baadaye ndio wakaja wakapanda ule mti wa mbuyu, na baada ya kupanda mti wa mbuyu ndio wakaenda msalabani kule wakapanda msalaba wenyewe. Lakini ule msalaba ambao upo sasa hivi kwamba umepandwa kwa mara ya pili baada ya ule wa kwanza kuharibika. Kwa huo mara pili umepandwa 1993 wakati wanafanya jubilei ya miaka 125. Nini maana halisi ya ule msalaba kwa? Ya maana halisi ya ule msalaba kwamba moja kwanza walikuwa wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa wamevuka maji salama. Lakini kwa wanaamini kwamba kupanda ule msalaba pale ndio wanaopanda Ukristo rasmi kabisa. Kwa hivyo pale ndio ama ndio chimbuko la Ukatoliki. Ama ndio lango sasa halisi la Ukatoliki. La Ukatoliki. Ya. Okay. Hii ni sanamu ya Mtakatifu Joseph. Na hii sehemu ndio sehemu ambayo ilipoadhimishwa misa kwa mara ya kwanza kabisa kwa Tanzania hii bara. Kwa baada hapo sasa ndio wakaendelea na kazi nyingine. Kwa baada ya kuadhimisha misa hapa, ilipoisha tena wakaenda kule wakapanda mti wa mbuyu, wakapanda mti wa mbuyu ndio wakaenda kupanda na ule msalaba kule chini. Kwa maana siku ilifanyika matendo matatu makubwa: misa, uzinduzi rasmi na kupanda Kristo rasmi. Hapa ndipo misa ya kwanza kabisa kusaliwa. Yeah,